hawafanyi. Ulikuwa karibu sana na mwanaharakati Mdude Nyagali, na katika mikutano yako mingi, asilimia kubwa wakili Mwabukusi tulikuona naye. Baadaye Mdude Nyagali aliripotiwa kutekwa na kupotea. Huyu mtu mnatoka naye sehemu moja. Ukiachilia hizi jitihada za kimakundi ambazo unasema kama TLS umefanya jitihada gani binafsi wewe kama mtu uliyekuwa karibu na Mdude Nyagali kujua kwamba Mdude Nyagali yuko wapi na watu gani waliomchukua? Mimi swala la Mdude nasema ukweli, siumi. Polisi ndio wanaohusika na upotevu wa Mdude. Na waliambiwa kwa majina. Binafsi nilichukua kesi, nilipeleka mahakamani. Lakini jaji aliondoa akisema hatujataja namba, PF namba ya yule askari. Kwa hiyo kwa sababu hatujataja namba, kwa hiyo hatuwezi kuthibitisha kwamba yule ni askari kweli, kwa sababu askari anatambulika kwa namba. Lakini sisi tulimtambua yule askari kwa sababu tunamfahamu kwa jina, tunamfahamu kwa sura, tunafahamu anakaa ofisi ya nani na alikuwepo, na jeshi la polisi likawadanganya Watanzania kwamba limeunda tume hii, wananchi msiwe na mashaka, itawapa majawabu. Mpaka leo kila kitu kiko kimya. Sasa ukishaenda mahakamani kama kiongozi au kama raia au kama ndugu, na mahakama ikaamua vile, what do you think you can do? Kingine tulichokifanya ni kwamba, na ili Watanzania watasamehe, sisi tunakwenda mpaka nje. Swala la Mdude halitaisha. I'll fight for it. Na ndio maana popote mimi ndani na nje nimepeleka taarifa ya Mdude. Ndani na nje nimepeleka taarifa ya Mdude, na tunasukuma mekanizmu za kimataifa za kijinai na zitakuja kuchunguza. Na hili tusije tukalaumiana kwamba sio wazalendo, kwa sababu hatuwezi kuwa tunateka watu, tunapoteza watu, tunafikiri mambo ni kawaida. Kwa hiyo kuna michakato yake inavyoenda. Mimi la Mdude sitanyamaza. Yani siku pale nitakapoishia mimi, yule nitakayemrithisha, moja ya kazi nitakayompa kama sijampata Mdude ni kwamba I want to find the truth of my friend. Umeeleza ya kwamba hiyo kesi mahakamani ilitupwa mbali kwa kile ambacho mahakama ilisema kwamba hamwezi mkathibitisha kwa kuwa mtaja namba. Wewe ni very very senior lawyer, you know law better than I, na hiyo ni very serious allegation. Ni katika mazingira yapi ambayo unapaswa kuamini kwamba waliofanya tukio hilo ni hao uliowataja? Mawasiliano ya simu yapo na umeyachunguza? Ndio, kwa nafikiri nafanya kwa kubahatisha, tufanye kwa kubahatisha. Mtu aliyehusika yupo na alikuwa tayari kutoa maelezo, sio kwa vitu tunavyobahatisha. Aliyefanya hilo tunamjua kwa sura, na saizi wamemhamishia wapi tunajua. Amejibadilishaje sura asijulikane tunajua, sio kwamba hatujui. Kwa hiyo si tunachouliza polisi kama waliunda tume na kama kweli hawahusiki, ile tume yao kwa nini iko kimya? Vipi kuhusu familia yake? Do you take care? Ukweli familia yake na Mdude na watoto 3, ana mke. Kwa nahakikisha wanakula ada, kodi ya nyumba na changamoto zile zingine ambazo angefanya Mdude. Sisi rafiki zake tupo, huwa tunafanya hizo intervention. Tunafanya intervention. Unadhani ni kitu gani hasa ambacho kinapaswa kufanywa kama taifa ili matukio haya ya watu kupotea, watu kutekwa yasijirudie na yasiendelee kutokea katika taifa hili? Cha kwanza, ndio maana tulisema tunataka uchunguzi ya tume ya ukweli, haki na uwajibikaji. Tunatakiwa, kwa sababu watekaji wanajulikana, sio kwamba wajulikani. Wanafanyaje kazi inajulikana. Lakini wale ndio wanageuka, wanajichunguza huku, wanageuka na wakuta wako huku. Kwa hiyo tunachohitaji ni mahali pa kuanzia. Alafu sehemu ya pili ni kwenye masuala haya ya utekaji na upotezaji watu, tunatakiwa turidhie mkataba wa kimataifa unaohusiana na swala la enforced disappearances, ili tuweze kuweka mekanizmu ya nchi kuwajibika katika hilo eneo. Swala la tatu ni mahakama. Hili ni changamoto kwa mahakama, kwamba mahakama nayo majaji waangalie, sasa mahakama ya rufaa, baadhi ya definition walizotoa sio nzuri kabisa, hazilindi watu, zinalinda wahalifu.
Kwa mfano swala la habeas corpus. Habeas corpus iliwekwa kwa ajili ya kulinda raia pale wanapokuwa wamechukuliwa na kuzuiwa kinyume cha utaratibu, lakini definition sasa inayotolewa kwenye habeas corpus inamtetea na kumlinda na kumpa nguvu mhalifu anayefanya huo uhalifu kuliko kumprotekti mwananchi. Kwa hiyo tungejaribu kuishauri mahakama kwamba kuna siku tu wananchi watakaa kimya. Leo mimi naweza nikawa jaji, kesho nisiwe jaji, nikafikiwa na definition yangu ikafanya kazi ya kupoteza mke au mtu wangu wa karibu. Kwa hiyo tunapotoa hizi tafsiri, lazima tutoe tafsiri zinazolinda katiba, zinazolinda uhai, zinazolinda wananchi na kuchochea uwajibikaji. Wakati unagombea nafasi ya kuwa rais wa TLS, wakili Mwabukusi, mmoja kati ya ahadi ulizotoa ni kwamba utahakikisha kwamba mawakili ama maofisa wa mahakama ambao ni mawakili wanaheshimiwa na wanapewa heshima wakati wakitekeleza majukumu yao. Hivi karibuni tulishuhudia wakili moja kati ya mawakili ambaye vile ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bavicha, mwenyekiti wa Bavicha hakigadhibiwa zaidi katika eneo la mahakama, wakili Deogratias Mainyila. Hadi yako ile inaonekana kutopewa nguvu na inaonekana haitumiki, wakili Mwabukusi. Kwa nini? Hapana, kwanza hilo si kweli. Unajua uwezo ukaangalia incident moja ndio ukaichukulia kama generalization. Kumbuka mawakili walivyokuwa wakikamatwa nchi nzima. Ilikuwa hakuna wakili anajitokeza. Lakini sasa hizi angalia mawakili walivyo huru. Angalia wanavyofanya public litigation bila hofu. Angalia kweli sio, it's not very secure, lakini kuna mazingira ya kuheshimu wakili. Kwa sasa hivi mawakili wako huru katika taifa hili. Yes, potentially, yani kwa kiasi kikubwa. Hatuwezi kusema kwamba tuko huru kwa ule uwango ninaosema, lakini kwa kiasi kikubwa hali improve. Ile hali tu kila wakili anaenda, kila askari anajisikia kumweka lock up imepungua. Lakini vile vile nimejenga synergy ya mazungumzo na mawasiliano na vyombo vya dola ili vielewe kwamba wakili ni mmoja wa maafisa wa kusaidia utekelezaji wa haki. Wakili sio adui. Na tumezungumza na watu wa TAKUKURU, tumezungumza na polisi. Utaona sasa kuna mazingira hata likijitokeza tunakuwa na jukumu la pamoja kulitatua kwa haraka. Jambo la Mainyila lilikuwa ni jambo moja la hovyo, na ndio maana utaona nililikemea kwa nguvu sana, na sidhani kama uliona limetukia, na nililisemea kwa nguvu na kwa ukali stahiki, bila kupepesa macho, kwa sababu hata kama Mainyila angefanya kazi gani, yule ni afisa wa mahakama. Maafisa wa mahakama ana taratibu zake za kumwadhibu. Uwezi ukaja tu uko unaruka unapiga ngumi. Na pale ulimpiga Mainyila kwa sababu labda Mainyila ni muungwana. Je, ukakutana na mtu mwingine naye anakuletea kupiga, hiyo itakuwa nchi? Kwa hiyo tunachojaribu kufanya, tulichowaambia ni kwamba kama wakili anakosea, ana taratibu zake za nidhamu. Lakini hili niliseme vile vile, hatusemi kwamba tunatetea mawakili wawe wajeuri. Tunachotaka kwamba wakili awe responsible. Yaani wakili tetea mambo ya utawala bora, haki za binadamu, utawala wa sheria. Unaona watu wanatendewa sivyo, kemea, elimisha, hamasisha. Hatuna maana kwamba tunataka ukora. Yaani ule ukora utakuta wakili labda unatukana, unaandika vitu vya ajabu, afu ukikamatwa sisi tuseme umemuonea. Hapana. Kwa sababu lazima tulinde haki ya Odemba vile vile. Kama wakili anakuvictimize, kwa nini tuseme tu kwa sababu ni memba yetu asiguswe? Ukifanya uhalifu ushughulikiwe, lakini tunachotaka kusema ni kwamba wakili asisumbuliwe anapotekeleza wajibu wake kama wakili within that framework ya uwakili. Baadhi ya watumiwa wanaotangazwa hadharani na kufunguliwa kesi mahakamani, tumeona baadhi kesi zao zikiishia kinyemela. Mfano, kesi ya ugaidi dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu John Heche. Kesi hii iliishia kinyemela. Je, wewe ukiwa kama mwanasheria wa siku nyingi, hii inaonyesha huruma ya DPP dhidi ya watuhumiwa au hii inatoa tafsiri gani kwenye uso wa sheria? Criminal justice yetu it's crumbling. Yani tusipokuwa makini, mfumo wetu wa haki jinai utakufa na kuoza kabisa. Tuna tatizo kubwa sana katika mfumo wa haki jinai. Kuna binti wamemkamata Dodoma, binti
binti yuko naye siku ya 9, wako naye lock up bila aibu. Ni baba, mapolisi pale, kuna mababa wanaenda nyumbani, watoto wanampokea, baba ametoka kazini, lakini kaacha binti, wakati sheria inamwambia kabisa kama ukimkamata mtu na bado huwezi kumfikisha mahakamani, lazima ukaripoti kwenye mahakama iliyo karibu yako kueleza kwamba unamshikilia ule mtu na kwa nini unamshikilia. Sasa nimekuonyesha ni practical, kwa sababu ninachotaka tuzungumzie watu wadogo na wakubwa vile vile. Hii tunapozungumza hii ya Heche, labda mtu kupewa hizi kesi kuondolewa, alishtakiwa nataka kuuliza unasema ugaidi, nitakuuliza ugaidi upi? Ugaidi upi nitakachokuuliza, kwa sababu siku hizi ugaidi, mtu kutoa mawazo tofauti inachukuliwa kuwa ugaidi au inachukuliwa kuwa uhaini. Ndio maana nimesema tatizo letu sio Heche, tatizo letu ni mfumo wa haki jinai ambao anayoamini yani mtu anamkamata Odemba sababu anamchukia, na ule mfumo utakukuta tu na matatizo, utakaa na wewe uko mahakamani afu atakuja kukuachia siku anataka. Hoja yangu ya msingi katika hili ya kwamba hii inaonyesha picha gani kama katika uso wa sheria? Nimesema ni kufa kwa mfumo. Anashtakiwa mahakamani kwa kosa kubwa kama hilo la ugaidi, alafu ghafla tu anafutiwa hiyo kesi. Sasa hii kwamba ni huruma wa DPP kwa mshtakiwa ama hii ni kufa, sio huruma, ni kufa kwa mfumo. Kwani nchi haiendeshwi kwa huruma. Wewe unaitazamaje kisheria? Nimesema nchi haiendeshwi kwa huruma wala kwa imani. Nchi inaendeshwa kwa sheria, kwa katiba, sheria na kanuni. Mamlaka ya DPP ni ya kisheria, kikatiba na kikanuni. Kwa hiyo kushitaki watu kwa makosa makubwa na kuyadondosha au kuyaondoa ni moja ya dalili inayoonyesha kwamba mfumo wetu wa haki jinai umeoza. Kesi ya ugaidi ina dhamana, haina dhamana? Kesi za ugaidi nyingi zinakuwa zina dhamana. Kama haina ile ya Heche, ilikuwa na dhamana, haikuwa na dhamana? Ndio maana nasema inategemea. Ile ya Heche siwezi kukumbuka, I cannot recall properly, lakini mara nyingi kesi hizi za ugaidi hazina dhamana. Na pale mtuhumiwa anapokuwa ameachiliwa kwa mfumo huo inakuwaje? Kwa nchi zetu hizi, sasa kwa nchi yetu ya Tanzania na tafsiri nyingi zilizoko mahakamani, hata ukiachiwa huwezi kudai fidia. Yaani ukiachiwa unarudi nyumbani, na hata ukidai fidia utafanikiwa kwa tafsiri zilizoko mahakamani kwa sasa. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji mabadiliko makubwa ya sheria ili kuhakikisha tunaboresha mfumo wetu wa haki jinai. TLS, mnafanya nini pale ambapo mnaona kwamba Watanzania wanashtakiwa kwa mashtaka makubwa ya namna hiyo, ambayo mnajua kabisa sheria inataka na inasema kwa shtaka hili huyu mtu hana dhamana wala paswi kuwa uraiani kutokana na aina hii ya shtaka, alafu ghafla mtu huyo hanaachiliwa? Mnafanya nini ninyi? Unajua kuachiliwa, Odemba, watu kuachiliwa kuna mambo mawili. Wakati fulani tunaingilia na kuzungumza na mamlaka husika. Ninyi TLS? Yes, kwamba umemkamata Odemba. Sisi tunafikiri Odemba hana kosa, na hata hichi kinachozungumzika tunafikiri akijafikia kile kiwango. Ya Heche mliingilia? Ndio, moja ya mambo ya Heche tuliingilia, hatukukaa kimya. Ninyi ndo mliingilia? Mimi personal. Ni watu wengi, lakini TLS ilifanya kazi kwenye swala la Heche mpaka the last day. Na mnaamini ya na nilipigia simu wahusika wote na tulizungumza na wahusika wote katika ule mfumo kwamba hichi kinachotendeka kwa John Heche sio sawa. Na wakati ule vile tuliwaambia kwamba hata afya yake sio nzuri, na kwa kile kinachofanyika hatufikiri kwamba anatendewa haki kama raia mwema wa nchi hii. Tulizungumza. Mwingine hata kumezungumza Heche, mwingine aliyeshtakiwa ni Dr. Slaa. Ujaona, naye alikaa siku ngapi? Alikaa siku nyingi zaidi mahabusu. Lakini tuliingilia, ni TLS vile vile. Na tuliengage mamlaka kwamba tunafikiri kwa kumwangalia huyu tunafikiri hili si sawa. Kwa hiyo kuna wakati tuna engage kuzungumza na kuliangalia lile jambo kwa mapana yake, na wakati fulani mamlaka zinaelewa zinawaachia wahusika. Unawajibu nini watu ambao wamekuwa wakikufikiria ndivyo sivyo, kwa kile wanachosema ya kwamba nguvu ile ya Boniface Mwabukusi waliomjua wakati anaomba nafasi ya kuwa rais wa TLS, sauti ile kuu na kubwa ya kufoka
ambayo alikuwa akiwafokea watawala pale ambapo alihisi kwamba wanafanya mambo ambayo pengine ni kinyume na sheria. Sauti hile imenyweka, sauti hile imekuwa nyembamba, sauti hile wanaona kama imekosa nguvu. Watu wanaokufikiria namna hii na wanaenda mbali sasa, wanasema pengine Senior ati umelamba asali. Unawajibu nini watu wanaokufikiria hivi? I'm not here to prove au kumjibu mtu yoyote, kwa sababu mimi kwa